kupeana parable moja, nimesikia nikisukumwa kwa roho nipeane, iko katika kitabu cha Luke 16:19 kuhusu tajiri na Lazaro. Maandiko yanasema kulikuwa tajiri, hiyo kifungu cha 19, Luka mtakatifu kifungu cha 16 mstari wa 19. Nasema kulikuwa tajiri na alikuwa anavaa manguo ya dhamana sana. Na mstari wa 20 nasema pia kulikuwa maskini anaitwa Lazaro, alikuwa anakula makombo iliyokuwa inaanguka kwa ule tajiri. Ule tajiri hata angepikwa na roho aseme tu Lazaro awekewe chakula kizuri. Unajua ukiwa tajiri kama unaonanga ukienda mbinguni ati utakumbukwa kama we ni tajiri. Kama we ulikuwa kiongozi mkubwa duniani, huo ulikuwa president, prime minister, huo ulikuwa MP, huo ulikuwa CS, minister. Ukienda mbinguni hakuna minister. Maandiko inasema after death of man he will face judgment. Baada ya kifo cha mwanadamu hataingia katika hukumu ya Mungu. Sasa maandiko inasema huo mstari wa 22, maandiko inasema na Lazaro akakufa. Maandiko inasema akabebwa na malaika. Yule maskini Lazaro akakufa. Mstari wa 22, Luke 16:22, akabebwa na malaika akapelekwa kwa kifua ya Abrahamu. Abrahamu ndiye baba wetu wa imani. Naye tajiri simsimu akakufa. Maandiko inasema he was buried. Sijui alisikwa na masishi ya kifahari, sijui aliwekwa sanduku ya dhahabu, lakini maandiko inasema na tajiri naye akava akasikwa. Na aliposikwa tajiri, kwa maana hakuwa ameokoka na kupea maisha yake Mungu, akaenda pale Jehanamu, hell. Biblia inasema akiwa pale akaona Lazaro kule mbali wamepakanishwa na Lazaro, he was in paradise. Naye tajiri alikuwa hell. Kuna bonde kubwa imepakanisha paradise na hell. Sasa Lazaro alikuwa paradise, mahali Yesu Kristo aliambia ule jamaa walisulubishwa na yeye, akamwambia ukiamini leo hii nitakuwa na wewe paradiso. Paradiso ni mahali